Unaweza kutambulisha? Mimi ni General na Mtaga Omar. Wewe kama kamanda observance wa unité special, ujumbe gani mzito unatoa kwa raia wote wa Kongo na wale wa jimbo la Sud Kivu kwa pekee? Ujumbe yote ni kupana moyo kwa Wakongomani, kusema ya kwamba unité special iko tayari kwa kujitolea kwa kufanya kazi yao ya kufuatilia adui mahali popote kwenye hivo. Naweza ambia raia mahali wenyewe wangaliki maeneo ya adui wajue kwamba force ya unité special inayoongozewa na General Ngoma Nzito iko njiani kwenda kuwagombea. Na unaidia nini raia na wale wa kamanda wengine ambao utakuwa umeshikiliana nao katika hali ya kuweza kudhibiti ile maeneo amekuambia kufanye nguvu ziwe kukombolewa? Na idea raia ya kwamba wakuwe huru na wajifike amina na tushikane mkono kwa mkono na wenzetu wa viongozi wenyewe wakupatikana kufika hapa, wajipe moyo ya kwamba unité special iko tayari kwa kufanya kazi yoyote kwa ordre yenye tulipewa na kiongozi numero 1 ya kusema ya kwamba amani ipatikane Uvira na mahali popote kungaliki mavita fulani fulani. Una uhakika kwamba ile risasi ya mara kwa mara Kasenga itamalizika kwa wakati? Risasi mara kwa mara, unajua kama nchi iko msiasa, na unaweza wazia kama mzalendo ndio anapiga risasi, kumbe sio mzalendo. Unajua kama Uvira iko infiltrate na adui. Mchana unamuona kama ni muraia, lakini usiku anageuka kuwa adui, anapiga risasi kwa ajili baseme ya kwamba wazalendo ndio walikuwa wanapiga risasi. Tuna hakika ya kwamba tutaifanyia kazi, lakini kwa sasa tunajiresiria kwamba ili masasi punguka. Ndio mheshimiwa, baada ya marehemu kuweza kufariki, kila leo unaendelea kupandishwa vyeo, umepandishwa cheo na ukawa mmiliki wa eneo ya Kasenga ambapo marehemu alikuwa anaongoza, na leo tena unapandishwa tena cheo. Nini hasa unatumia kwa kupanda cheo kama radi? Mimi situmii nguvu yoyote isipokuwa kila mamlaka yatoka kwa Mungu, na kazi nayo inaweza sababisha upandishiwe cheo. Kwa hiyo tunasikia kuna maandalizi ambayo mnayo ya kumbukumbu ya hayati Meta ambaye amefanya historia kubwa sana katika wazalendo wa jimbo la Sud Kivu. Maandalizi gani ambayo mnayo? Maandalizi ya kumbukumbu ya marehemu hero wetu General Lieutenant General Rukumeta Bigo Pierre inaandaliwa, itakuwa le 14 ya kumaanisha ya kwamba ule ni hero aliyefia nchi, na wakati wazalendo wakingaliki wajisikie uhuru ya kwamba hakia kuwa na wakati ya kusaulika ule hero wetu, na tutaendelea kumkumbuka daima. Na ile maandalizi ya mwezi wa 6 tariki 14 ni njoo anaeneza mwaka anakufa na kabla hatuyamaliza vita. Ndio maana tunaona tumkumbuke raia ya Uvira, raia ya Kongo ijue ya kwamba aliacha wanajeshi wenyewe wiko wanafanya kazi kwa mahali yenye hayupo tena. Pamoja kama utakuwa tena ni kumbukumbu ya kuleta kilio katika familia au kwa wajane na watoto ambao alioacha, na hata kwa viongozi wa wanajeshi. Si kilio ya huzuni, ni kilio ya furaha. Na wakati kilio hiyo ya furaha ipo inafanyika katika jamani, kwa wafariji ya kuona ya kwamba kweli kiongozi aliacha watu hawakubomoka juu. Mamido iliyopita nyuma kuko viongozi wetu waliofariki juu ya nchi, lakini hawakupata neema ya kukumbukiwa. Tunapaswa tumkumbuke wakati akieneza mwaka, na kila mwaka ikienea tutaendelea kumkumbuka. Ndio, je, wakati marehemu Meta amefariki, jinsi mkuu wa nyinyi viongozi wote, je, mungali nyinyi wote mnaenea, hakuna aliyeondoka? Ndio, naiwa kuna baadhi naiwa marehemu alikufa katika shamba la vita, na kuna wengine tuliendelea kufanya vita. Komanda brigade wa kwetu wa brigade ya 4 aliyokuwa anaitwa Kishangala
mnamjua nyewe wote, na naye pia tutamkumbuka hiyo wakati ya kuwakumbuka wote wawili kwa jina wa roho wetu. Kwa ngambo ya wajane walioachwa na marehemu na watoto, je, mnawajali? Ngambo ya wajane wa familia ya Rukumeta na wa familia ya wasoda wengine na waofisa wengine, tunayua ya kwamba unité spéciale iko tayari na iko pamoja nao, pamoja na chama cha movement ya MPDC. Tunawajali na wakikuwa na shida tunawasikiliza na tunatatua ile shida. Je, hizo kumbukumbu mnazipanga zitaendeshwa kwa kijeshi? Kuna waraia ambao watakao washiriki au mna mpango gani? Je, mtahitaji msaada au mna msaada wenu ambao umeupata? Msaada, hatuna msaada wowote, lakini tuna msaada kidogo wa kujitegemea sisi tulioachwa. Na katika mainvitation zetu najua kila mtu yuko na invitation, mko msaada wa kulomba, yule yeyote mwenyewe anaweza changia kwa kusikia ile furaha ya kumkumbuka marehemu, iko na changia katika ile msaada. Yawezekana kwamba uongozi hili gurudumu ambalo haliko rahisi kwako. Ujumbe yenyewe ninatoa kwa raia yote ya Kongo, hususan na Uvira, ya kuwaambia ya kwamba wakati marehemu tulipomzika alilia risasi, lakini napaswa kuambia wakongomani wa Uvira na dunia mzima ya kwamba katika kumbukumbu hiyo haitalia tena risasi, ila na risasi silaha itaikalia mbali na maandalizi kwenye sherehe itakuwa. Na ikiwa kuna watu ambao wanaweza kawa na nia kuharibishia ile sherehe yenu, wale ambao labda hawana nia nzuri na nyinyi, unasema nini? Mimi ni mwanadamu, siwezi jua ule mtu wa nia mbaya, lakini kuna ulinzi wenye unapangwa. Kuna kikosi kubwa ya PM ya unité spéciale ndio yenye tahusika kwa kufanya ulinzi mkubwa hadi raia kwenye anatoka na naingia na naenda, ana ulinzi mkubwa ya kuwezekana ya kwamba pale pasipori sasa. Na yule yeyote mwenye anaweza kuwa na roho mbaya ya kubomola ajue ya kwamba tafatiriwa na unité spéciale na tafungwa. General Namtaga, tunakushukuru. Asante.